Haleluya, haleluya. Haya ni maombi ya ukombozi kutoka kwenye gonjwa la ukimwi kwa yote yule ambaye anasumbuliwa na maradhi haya. Nimeweza kupata mwongozo na Roho Mtakatifu ili tuweze kufanya maombi kwa pamoja, na maombi haya yote atakayeyapata, yote atakayemfikia, ni vizuri pia ukashare na mwingine aliye na tatizo kama hili, basi moja kwa moja akapata ukombozi wa kutoka katika gonjwa hili. Basi moja kwa moja popote pale ambapo upo katika nchi ya Tanzania na nje ya taifa hili la Tanzania, ninaomba tuweze kuomba. Kwanza ninakushukuru Bwana Mungu kwa neema hii ya maombi ya ukombozi ambao Bwana umetaka kuwatoa watu wako kwenye utumwa wa ugonjwa huu, waliokaa nao kwa muda mrefu na wameutumikia huo ugonjwa kwa kuunywesha dawa za ARV. Sasa huo ugonjwa ninaamini Bwana hauta kuwa tena sehemu ya maisha ya watu hawa, kwa kujikuta wana utumikia kwa kunywesha dawa kila siku na kuwa watumwa wa madawa. Nikiomba Baba, katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai, asante kwa neema hii na kwa kibali hichi ambacho umempatia mama huyu, baba huyu, kijana huyu, mzee huyu, mtoto huyu ambaye yamkini anasumbuka na magonjwa kama ukimwi, ama ana ndugu, jamaa na marafiki ambao wako katika gonjwa hili la ukimwi, lakini imeshuka neema kutoka kwako juu ili waweze kupata maombi haya, wakafunguke na kutoka katika vifungo vya kutokuamini ya kwamba Mungu anaweza mambo yote katika yeye aaminie. Hivyo Bwana, ninamsogeza mwanao huyu, ninamsogeza baba huyu na mama huyu, kijana huyu, mzee huyu na mtoto huyu, nikiomba upokee shukrani za pekee na za dhati, kwa sababu Mungu, pamoja na changamoto anazozipitia, bado umezidi kuhifadhi maisha yake, umehifadhi uhai wake, umehifadhi watoto wake. Kama ni mume, umemhifadhia mume wake; kama ni mke, umemhifadhia mke wake; kama ni ndugu ama jamaa na marafiki ndani ya bara la Afrika na nje ya bara la Afrika, bado Mungu umezidi kuwalinda na kuwatunza, ili ule wakati ambao umeamriwa wa ugonjwa huu ambao umetesa jamii nyingi duniani uweze kupata suluhisho na kila mmoja kutoka katika ugonjwa na kuwa huru kwa jina la Yesu. Nikiomba Bwana rehema na msamaha kwa yale yote ambayo yamefanyika juu ya ndugu hawa, jamaa hawa, marafiki hawa ambao wanasumbuliwa na magonjwa haya ya ukimwi. Ninaomba uwarehemu na kuwasamehe kwa kila neno na kwa kila tendo walilolitenda, iwe ni katika hali ya kujua ama ni hali ya kutokujua. Ninaomba Bwana ukapate kuwasamehe, kwa maana ndivyo alivyoandikwa katika kitabu cha Mathayo 12:37 kwamba kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Ninaomba Bwana uwasamehe kwa maneno ambayo wameyanena na kupelekea hata kujikuta maneno hayo wanaoyanena yanakushusha Mungu, pale ambapo wanaona kana kwamba shida hii haiwezi kumalizika au tatizo hili la ukimwi kwao haliwezi kuisha. Ninaomba uwasamehe Bwana, ninaomba uwarehemu kwa eneo lolote ambalo wamenena, au wengine Bwana wamefikia hatua wamenena hayo mpaka kufika hatua ya kukata tamaa. Ninaomba uwasamehe Bwana, na hata wale ambao hawakuweza kukuamini wewe Mungu unayeweza mambo yote ndani ya vyote, nikiamini kwamba wewe Mungu unaweza hata kuponya magonjwa haya ambayo
yamesumbua jamii nyingi za Kiafrika na hata nje ya Afrika. Ninaomba Bwana Yesu kupitia maombi haya wakapate ukombozi wa kutoka kwenye ugonjwa huu wa ukimwi, na ukapate kuwasamehe makosa yao yote, wala usikumbuke dhambi zao wala maovu yao walioyatenda kwa kuwaza au hata kwa kutenda, kwa kupelekea kujikuta wanaamini zaidi ARV kuliko kukuamini we Mungu. Ninaomba wasamehe kwa kila tendo, na huku unayenisikiliza ukimwambia Mungu ni rehemu, nisamehe Bwana wangu, nimekukosa we Mungu uliyeziumba mbingu na nchi. Kwa kufatisha namna ya dunia hii, sikuweka tumaini kwako, bali niliweka tumaini kwenye ARV. Na kama ilivyoandikwa katika Yeremia 17:5 kwamba na amelaaniwa mtu aifanyaye hata ARV kuwa ni kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Mungu. Mwambie Bwana Yesu leo, ninakusihi kwa huruma zako na kwa rehema zako, ninaomba unisamehe mimi niliyeweka tumaini kwenye dawa za ARV, ikiwa ni baba, ikiwa ni mama, ikiwa ni kijana, ikiwa ni mzee, ikiwa hata kama ni mtumishi wa umma ama ni mtumishi wa serikali. Ninaomba umwambie Bwana, ninaomba unisamehe. Sikuweka tumaini kwako, nikaweka tumaini kwenye madawa ya ARV, na kwangu Bwana yamekuwa ni utumwa kuyameza kila wakati na kila saa na kila siku. Mwambie Bwana, ninaomba unisamehe. Mwambie Bwana, ninaomba unirehemu. Mwambie Bwana, nilitenda hayo kwa ujinga, nilitenda hayo kwa upumbavu, nilitenda hayo kwa kutokuwaza wala kwa kutokufikiri kwamba yanaweza kuleta athari gani ama matokeo gani kwa mimi ambaye nimekuacha we Mungu na kutumaini vitu kama ARV, madawa, ili hali we Mungu unaishi, na we Mungu uko juu ya vyote, ndani ya vyote, na we Mungu una mamlaka hata ya kuamuru ugonjwa huu utoke ndani yangu, na ukatoka. Lakini Bwana, sikukutambua. Mwambie Bwana, naomba unisamehe. Mwambie Bwana, ninaomba unirehemu. Mwambie Bwana, ninaomba unifutie makosa yangu hayo, maana ni mengi sana mbele ya macho yako. Kumbuka we Mungu una haki kila unenapo. Kumbuka we Mungu kwa una haki kila utoapo hukumu. Ninaomba unifutie hukumu hii. Mwambie Bwana, ninaomba ufutie hukumu hii, kwa maana kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Mwambie Bwana, kwa maneno niliyejikuta nimenena kwa kiwango ambacho nilikuwa nikifikiri na kuwaza kwamba ugonjwa huwezi kumalizika kwa kupitia maombi, kwa kupitia mwongozo wa Biblia takatifu, nikajikuta nimetumaini dawa za hospitali ARV kuliko kulitegemea neno lako, maana neno lako ni taa ya miguu yangu na ni mwangaza wa njia zangu. Nikakubali kuendelea kukaa katika giza, na nikaendelea kubaki kukaa katika hali ya kutumikia dawa hizi, unamwambia Mungu, kwa miaka mingi. Lakini sasa ninaomba niweze kuweka tumaini kwako, we muumba wa mbingu na nchi, uketie mahali pa juu palipoinuka, uliye na amri juu ya kila kilichomo hapa chini duniani. Mungu uliye na amri hata ya kuamrisha ugonjwa huu uondoke ndani ya huyu mama, ndani ya huyu baba, ndani ya huyu kijana, ndani ya huyu mzee, ndani ya huyu mtoto, ndani ya huyu polisi, ndani ya huyu askari, ndani ya huyu mwanajeshi, ndani ya huyu daktari, ndani ya huyu kiongozi wa nchi, kwa jina la Yesu na wakatii.
kwa maana na kila mamlaka itii. Hivyo kwa kupitia magonjwa haya Bwana, wewe Mungu uliye na mamlaka hapa chini duniani na mamlaka juu mbinguni, unamwambia Mungu, ninaomba kwa maana sikuitii mamlaka yako iliyo kuu. Hata sikuweza kuamini kwamba Mungu unao mamlaka ya kuamrisha kirusi hichi cha ukimwi kikaniachia nacho kikatii. Mwambie Bwana, ninaomba unisamehe. Mwambie Bwana, ninaomba unirehemu. Mwambie Bwana, ninaomba unifutie wingi wa dhambi zangu na makosa yangu. Kwa maana umesema katika Zaburi 103 mstari wa 3 kwamba utanisamehe makosa yangu yote na utaniponya na magonjwa yote. Haijalishi Bwana ni ukimwi, haijalishi ni pressure, haijalishi ni kisukari, haijalishi ni malaria sugu, ni typhoid, haijalishi ni UTI, haijalishi ni pumu, haijalishi ni chochote. Mungu wewe uko juu ya vyote, ndani ya vyote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Mwambie Bwana, ninaomba unirehemu, ninaomba unisamehe. Hata pale uliposema kwa neno lako katika Zaburi 103 mstari wa 3 kwamba utanisamehe makosa yangu yote na utaniponya na magonjwa yote. Mwambie Bwana, ninaomba unisamehe. Sikusadiki, maana yake sikuamini kwamba katika msamaha wa dhambi unaweza ukaniponya na magonjwa yangu yote. Mwambie Bwana Yesu, naomba unisamehe. Mwambie, ninaomba unisamehe. Ninaomba unirehemu pale ambapo sikukuamini, ili hali hapo maisha ambao kila jambo ninaloliishi hapa duniani ninaishi kwa imani, ninakula kwa imani, ninalala hata usiku pasipo ulinzi wowote wa askari ama wanamgambo, lakini nikaamini nitaamka. Lakini nikashindwa kuamini kwamba we Mungu unaweza kuponya ukimwi. Mwambie Bwana Yesu, naomba unisamehe. Mwambie Yesu Kristo, mwana wa Mungu uliyeketi katika mkono wa kuume wa Mungu Mwenyezi, ukiwaombea wakosefu, kwa maana amepata haki mbele za Mungu ili kuwapatanisha, kama ilivyoandikwa kwenye waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari ule wa kwanza. Watoto wangu wadogo nawaandikia haya kwamba mtu asitende dhambi, lakini ikiwa mtu ametenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki, ambaye ni kipatanishi cha dhambi zetu, na si dhambi zetu tu, bali dhambi za ulimwengu wote. Mwambie Bwana, nimetambua kwamba Yesu Kristo ni mpatanishi. Ninamuomba anipatanishe na Baba wa mbinguni pale niliposhindwa kuweka tumaini, pale niliposhindwa kuamini kwamba Yesu anaweza kuponya ukimwi huu, maana anayo mamlaka ya kuamuru nayo ikawa, ya kusema nayo ikasimama. Mwambie Bwana, ninaomba unisamehe. Mwambie Bwana, ninaomba unirehemu. Nikajikuta nimeweka tumaini katika hizo dawa na kujikuta nimemeza kwa miaka mingi na pasipo kuona ondoleo la ugonjwa huo, bali iliweza tu kufubaza virusi hivyo na kuondoa makali, lakini haijaniondolea. Mwambie leo, Bwana, nimeamua kukukiri pia we Yesu Kristo uwe Bwana na Mwokozi binafsi wa maisha yangu, wa familia yangu, wa ndugu zangu, wa kaka zangu, na huku nikiamini ya kwamba we Mungu ndiye unayeweza kuniondolea gonjwa hili sugu ambalo unasema nimeishi nalo kwa miaka mingi, lakini imekuja neema machoni pangu, nikiamini kupitia maombi haya Bwana, hii shida inaenda kumalizika kwa jina la Yesu Kristo
wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai, wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Amini kupitia maombi haya ya msamaha, Mungu amekusamehe na amekufutia hati ya mashtaka na hukumu ambayo ulikuwa ukishtakiwa na ibilisi shetani kwa kutokutumaini Mungu kwamba anaweza kuponya hata magonjwa ambayo daktari amesema hayawezekani, lakini kwa Mungu yanawezekana. Ndipo Mungu akasema nami kwa kupitia kitabu cha Yeremia, kanaambia unaona nini? Nikamwambia naona ufito wa mlozi. Akasema unaona vyema, maana nalitazama neno ambalo nimekutuma na maombi ambayo nimekuamuru uweze kuwaongoza watu hawa, ili nikapate kuyatimiza kwa ajili ya utukufu wa jina pekee lipitalo majina yote la Bwana wetu Yesu Kristo. Akiamuru umtoke mtu huyu, unamtii mwenye mamlaka ya viumbe vyote duniani na roho zote duniani, kwa jina la Yesu. Ewe kirusi cha ukimwi unayehangaisha maisha ya watu wengi hapa chini duniani, kwa jina la Yesu Kristo lenye nguvu na uweza na mamlaka, ninakuamrisha umtoke mama huyu, umtoke baba huyu, umtoke kijana huyu, umtoke mzee huyu, umtoke mtoto huyu, kwa jina la Yesu Kristo. Uliingia kwake kwa njia moja, utatawanyika kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi. Utatawanyika kwa neno la Bwana lenye nguvu, tena li hai, lenye kuchoma hata magonjwa hayo, na lilo jepesi kuyatangua mawazo na makusudi ya ibilisi shetani kutaka kuondoa uhai wa huyu baba. Hautaondoa uhai wake, hautaondoa uhai wa huyu mama, hautaondoa uhai wa huyu kijana, hautaondoa uhai wa huyu mzee, hautaondoa uhai wa huyu binti, kwa jina la Yesu Kristo. Maana Yesu Kristo amesikia kilio chako. Yesu Kristo amesikia namna ulivyokuwa unalia, naye akaweza kukisikia hata kilio cha wana wa Israeli walipokuwa wakimlilia katika utumwa ule mzito. Na we mama, gonjwa hili kwako umeona kwamba ni zito, baba, kijana, mzee, mtoto, umeona ugonjwa huu wa ukimwi kwamba ni mzito kwako, lakini kwa jina lenye mamlaka na nguvu ya kuuisha seli zako ambazo zinashambuliwa na virusi vya ukimwi, kwa jina la Yesu Kristo, leo vinatokomea, leo vinapotea, leo vinasambaratishwa kwa neno la Bwana. Maana imeandikwa, kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika na nchi pia, na kwa neno la Bwana ikafanyike uponyaji, ikafanyike ondoleo la virusi vya ukimwi vinavyoshambulia seli zako, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu ninaamuru sasa baba huyu achiwe, mama huyu achiwe, kuanzia sasa hamna mamlaka ya kuendelea kumtaabisha, kumshikilia. Leo ninaamuru kwa jina lililopita majina yote la Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye baba yake alitiisha vitu vyote chini yake, nami nimepewa mamlaka ya kutiisha kwa jina la mwanae Yesu Kristo. Ninatiisha ewe ukimwi, ninakutiisha kwa jina la Yesu. Ninakutiisha kwenye maisha ya huyu mama, kwenye maisha ya baba. Hautakaa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rama shinda raba, robo shinda rata, kwa jina la Yesu. Hata kama uko mbali, hata kama uko nchi za nje, kwa jina la Yesu,
Imeandikwa kwenye Zaburi 107 mstari wa 20, ulituma neno nalo hufanyika na kuwatoa watu katika maangamizo. Na alituma neno la Mungu likafanyike ondoleo la magonjwa ya ukimwi yanayoshambulia seli zako, mpaka kupelekea kujikuta unakutana na magonjwa nyemelezi mara kwa mara. Kwa jina la Yesu, kama ni mafua, kama ni kikohozi, kikome kuanzia sasa. Nalituma neno la Bwana kwa yule mgonjwa, yuko Kenya, yuko Uganda, yuko Tanzania, yuko Rwanda, yuko Burundi, yuko Nigeria, raba shanda, huko Somalia, huko Sudani, rina masinda rabu, rika paraba, huko South Korea, huko Marekani, huko Uchina, huko Japani, rama shinda raba. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, linakutoa neno la Bwana, linakutoa kwenye maangamizo, linakutoa kwenye magonjwa, linakutoa kwenye hiyo shida na hiyo tabu na huo utumwa wa kumeza dawa za ARV kila siku. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa nguvu itendao kazi ndani yetu, na kwa mkono ulio dari na ulio na nguvu, ukufikie mpaka ulipo. Maana mkono wa Bwana u juu yangu. Na ulipokuwa hata juu ya Ezekia, kwa mkono huo Mungu akamwambia Ezekia, unaona nini? Akamwambia, ninaona bonde lililojaa mifupa mikavu. Akasema, je, mifupa hii inaweza kuishi? Na ndivyo ambavyo Bwana asema, je, mama huyu anayesumbuliwa na ugonjwa huu wa ukimwi kwa maombi anaweza kuishi? Namwambia Bwana, raba shanda, ndiyo anaweza kuishi. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, anaweza kupona. Kwa neno lako Bwana mbingu zilifanyika, na kwa neno lako Bwana na kwa mkono wako ulio na nguvu unamgusa raba shinda, unamgusa hata kama yuko hospitalini, hata kama amelazwa, hata kama yuko katika hali ya mautiuti. Kwa jina la Yesu, kwa mkono wako ulio na uweza, kwa mkono wako ulio na nguvu ya kuondoa na kuwatoa katika hali ya mautiuti, katika hali ya kuugua virusi vya ukimwi, mkono wako Bwana ambao si mfupi hata ushindwe kuwaokoa na gonjwa hili, umenyooshwa kwenye mataifa, kwenye kila nchi ambayo mtu anasumbuka, ambao baba, ambao mama, rina masika robo si rina makaparaba romo sikaraba. Na uona mkono wa Bwana, na uona mkono wa Bwana ulio na uweza. Kwa jina la Yesu, akasema hata nitakapo amuru mkono wangu upite, kwa jina la Yesu, na kuachilia uweza uponyaji, nguvu ya uponyaji inapita sasa kwa kila mgonjwa ambaye yuko kwenye nchi, iwe ya Tanzania, iwe ya Uganda, iwe ya Kenya, iwe ya Burundi, iwe ya Nigeria, iwe ni Somalia, rina masanda, iwe ni Japani, iwe ni Uchina, iwe ni Marekani, rina masika, iwe ni South Korea, kwa jina la Yesu, iwe ni Australia, iwe ni Ujerumani, kwa jina la Yesu, pokea uponyaji utokao ndani ya mkono wa Bwana ulio hodari na ulio na nguvu ya kuponya na kuondoa ugonjwa wa kila namna, shida za kila namna, rina masaka, kwa jina la Yesu. Sante Bwana, rina masaka, maana ninamuona huyu mama aliyekuwa mifupa mikavu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu anakuwa hai tena. Nyama rina masanda zinaanza kuongezeka kwa jina la Yesu. Nyama zinaanza kuwepo tena kwa jina la Yesu. Rina masaka, kwa jina la Yesu. Huyu aliye katika mifupa mikavu, kwa jina la Yesu, mifupa mitupu kutokana na virusi hivyo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ninapulizia pumzi ya uhai,
Bwana akamwambia Hezekia, uamuru upepo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu utokee kutoka pande 4 za dunia, umpulizie huyu kwa jina la Yesu, ambaye roho yake inataka kumtoka maisha, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yameharibiwa, ngozi imeharibiwa, ngozi imeharibiwa, mapele yameota, rina masanda, robo sikaraba, rana ma, pumzi ya uhai, pumzi ya uhai itokao ndani ya mkono wa Bwana Yesu, itokao ndani ya kinywa, rina sirabo, rata inama, rabo kaparaba, ikuingie, 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 iondoshe, iondoshe, iondoshe kila hali unaisikia, kila hali unaisikia kutokana na ugonjwa huo wa ukimwi, kwa jina la Yesu. Huwe hai tena, huwe mzima tena kuanzia hivi sasa. Usisumbulike tena, usikae tena katika hiyo shida, katika hiyo taabu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Nikiwa ninaamini wewe ambaye umefuatisha maombi haya na utakayeweza kuendelea kuyafuatilia maombi haya popote pale ulipo, ndani ya taifa la Tanzania na nje ya taifa la Tanzania, utakutana na muujiza wako, utakutana na maajabu ambao Mungu amekutendea. Unaenda kupima, unakuta hiyo shida imemalizika kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Na kwa yule ambaye anasumbuliwa na hiyo hali, na ili hali amekata tamaa, haoni tumaini, ninataka nikuambia kwamba tumaini liko kwa Yesu. Mtumaini yeye anayeweza kutenda mambo yote ndani ya vyote. Yeye hata yuko ndani ya hivyo virusi, ana uwezo wa kuamrisha, akasema, aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu yuna uzima, na kunywesha, na kunywesha, na kunywesha, na kunywesha, na kunywesha, na kunywesha damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, ili ukapate kuwa na uzima, ili ukapate kuwa na uzima. Maana utakuwa ndani ya Yesu na Yesu ndani yako, na magonjwa hayawezi kustahimili ukiwa ndani ya hiyo damu ya Yesu, ndani ya damu ya Yesu. Ninaokunywesha sasa, ninaokunywesha sasa, ninaokunywesha sasa, ninakunywesha damu ya mwana kondoo, ninakunywesha damu ya Yesu Kristo. Maana imeandikwa, maneno yako yalionekana nami nikayala, yakawa furaha na shangwe ndani ya moyo wako. Maneno ya Mungu, maneno ya Mungu yamebeba uzima. Hata yule anayesumbuliwa na virusi vya ukimwi, iwe pressure, iwe kansa, iwe typhoid, iwe malaria, iwe UTI, iwe vidonda sugu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, raba shinda, rana makaparabo, rina masika, kwa jina la Yesu, na kunywesha, na kunywesha, na kunywesha kikombe cha damu ya Yesu, cha damu ya Yesu, cha damu ya Yesu, cha damu ya Yesu, kikafanyike kuwa uzima, kikafanyike kuwa ondoleo la magonjwa ambayo yanakutesa, ya magonjwa ya ukimwi yanayoshambulia seli hai zako. Leo damu ya Yesu ina uwezo wa kuondoa, rina masanda, ina uwezo mwingi, ina uwezo mwingi. Ninaiachilia sasa, ninakunywesha sasa, ninakunywesha sasa. Hiyo inapita ndani, hiyo inaingia ndani, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, damu yenye uweza, damu yenye uweza. Na kunywesha we mama, na kunywesha we baba, na kunywesha ili ikapate kuleta furaha na shangwe na uzima ndani yako, ndani yako, ndani yako, ukawa na uzima tena, na furaha ikaanze tena, ikatokeze tena, ukawepo tena na furaha, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Nipate kukuambia wewe uliyetumia nafasi hii na muda wako kwa kufuatilia maombi haya,
ninataka nikwambie utakuwa ushuhuda kwa familia yako, kwa jamaa zako, kwa ndugu zako, kwa nchi yako, kwamba ile shida ya ukimwi iliyokuwa, magonjwa ya ukimwi, tatizo la ukimwi lilokuwa likinisumbua, basi nimepata utatuzi kupitia maombi na kupitia vifungu elekezi ambavyo Roho wa Mungu ameviachilia kwako siku ya leo. Mungu akubariki sana. Tutakuwa tukikutana kwa maombi ya muendelezo kwa ajili ya jamii na familia zinazojikuta ziko katika hali ya shida. Hii ni taarifa njema na habari njema kwako ya kwamba ukimwi ndani yako umekwisha, kama Yesu Kristo aliposema yote yamekwisha. Mungu akubariki sana. Ninapatikana kwenye channel yangu ya Yerusalemu TV na namba yangu ya ambao unaweza ukanitafuta kwa mawasiliano zaidi. Napatikana ndani ya Tigo namba 0659 10 15 20 0659 10 15 20. Mungu akubariki sana. Asante kwa kuwa pamoja nami. Amen.